Habari za wakati huu mwana hot drop, popote pale ulipo, bila shaka wewe ni mzima wa afya na unatufuatilia. Asante sana. Tufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, Facebook na Twitter. Tunakwenda kwa jina la Hot Drop TV. Huko utaweza kupata update na taarifa mbalimbali ambazo tutakuletea mara kwa mara, na mara nyingi zaidi basi utakuwa updated na taarifa nyingi kutoka ndani na hata nje ya mipaka ya Tanzania. Bwana, hapo utapata siasa, michezo, burudani, hard news na story nyingine zote, interviews pamoja na vipindi vya moto kabisa kutoka Hot Drop TV. Bwana, mwanasiasa mkongwe kutoka hapa Tanzania akitokea chama cha upinzani Chadema, Godbless Lema, leo hii ameweza kutoa taarifa kwenda kwa umma kupitia mitandao yake ya kijamii inayohusiana na usalama wake kwa ujumla. Na taarifa hii ama ujumbe huu ameutuma kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mara baada ya kuona kuwa mambo yanakwenda ndivyo sivyo, kwa hivyo anahitaji kuwa kwenye mikono salama zaidi. Mheshimiwa Lema anasema, Mheshimiwa Rais, maisha yangu yako katika hatari kubwa. Tafadhali naomba kwa unyenyekevu mkubwa unisikilize. Ningependa kuishi ili niweze kuwaona watoto wangu wakikua, kuoa na kuolewa mbele ya macho yangu, na ikiwezekana niweze kufurahia wajukuu wangu ikiwa Mungu atanijalia maisha marefu. Kila mtu anatamani kuishi maisha marefu yenye amani na uzee mwema. Kwa sasa kuna watu ambao wananifuatilia kwa karibu sana. Hata jioni ya leo wameonekana maeneo ya nyumbani kwangu, na nina hofu kwamba wangeweza hata kumdhuru mtu yeyote ambaye si mimi. Kwa hali hii naona ni bora nijiweke mikononi mwa mamlaka kwa hiari yangu kuliko kuendelea kuishi kwa hofu kila siku. Niko tayari kuwekwa mahabusu kwa hiari yangu hadi kipindi cha uchaguzi kipite, kwa sababu naamini kufanya hivyo kutaleta utulivu kwa wazazi wangu, mke wangu Neema na watoto wangu. Najua watahisi angalau faraja kwamba niko salama. Ninaomba kwa moyo mkunjufu ulinzi na msaada wako, Mheshimiwa Rais. Akamaliza hivyo Godbless Lema. Yes, anachokisema hapa ni kuhusiana na usalama wake. Watu wamekuwa wakimfuatilia kutaka kumdhuru, hivyo anaona ni bora aweze kujisalimisha kwenye mikono salama, na yuko tayari kwenda kukaa mahabusu au magereza mpaka kipindi cha uchaguzi kitakapopita. Hiyo ni andiko la Godbless Lema kwenda kwa Mheshimiwa Rais. Lakini kumekuwa na maoni mengi sana kwenye ukurasa huu. Wengine wakisikitika na wengine wakitoa maoni yao kwa namna ambavyo wanaona. Huyu anasema kila panapouma pakipoa panaibuka papya. Mungu tusaidie. Huyu anasema kazi na utu, tunasonga mbele. Huyu anasema sasa hivi uhai tunaomba kwa binadamu mwenzetu. Hii hali inatosha kuliko maelezo. Huyu anasema nchi yetu wenyewe tunaishi kama watumwa. Hayo ni maoni ya watu. Anasema kaka ukitia huruma hivi wanakufuatilia watatia huruma tarehe 29. All pole sana kwa hawa wehu, wiki mbili tu zimebaki kufanya historia. Yes, ni maoni kutoka kwa wadau mbalimbali baada ya hiyo posti ya Godbless Lema kwenye mtandao wake wa kijamii akiomba usalama wake zaidi, na yuko tayari kwenda kukaa mahabusu ama magereza kwa ajili ya usalama wake, ili tu aweze kuendelea kuishi, aone watoto wake wakiolewa, aone wajukuu wake, na hatimaye afike uzee kama watu wengine ambao wanafika. So mipango ya Mungu ambayo inaweza ikamtoa kwa hivi sasa. Labda watu waamue kama ambavyo kumekuwa na hiyo hali ya watu kutekwa na kupotezwa na vitu kama hivyo. Bwana, asante sana. Endelea kutufuata kwenye mitandao ya kijamii ya Instagram, Facebook na Twitter. Tunakwenda kwa jina la Hot Drop TV. Make sure una subscribe YouTube channel ya Hot Drop TV.